Yes, Kenyans. Karibuni katika peji yangu ninayoita blank page. Na peji hii, katika peji hii leo nitaongea kuhusu utendakazi wa serikali za Kenya tangu serikali iliyoanzishwa na mwanzilishi Mzee Jomo Kenyatta, serikali ya Baba Moi, serikali ya Emilio Mwai Kibaki, serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, na nimalizie na serikali ya Dr. William Samoei Ruto. Na kwa kifupi tu nitaanza na kuongea kuhusu mambo ya serikali ya Mzee Jomo Kenyatta, aliyekuwa ni mwanzilishi baada ya kupata uhuru kutoka kwa Muingereza. Mzee Jomo Kenyatta akachukua hatamu za uongozi. Wakati huo nilikuwa mdogo, kwa sababu alikuja kule nyumbani kwetu mnamo mwaka wa 1978, kabla aende kukumbana na mauti yake kule Kwale. Kule kulikuwa ni Kilifi County. Alikuja mahali kunaitwa Zitsoni Village Polytechnic. Alikuja pale kwa mkutano, sijui ni mkutano gani hasa, lakini nilikuwa wakati huo nimezaliwa, nilikuwa na miaka zaidi ya mitatu hivi. Haya, yeye akatoka mamlakani akaingia Baba Moi. Wakati wa maziwa ya Nyayo. Na wakati huo wa Baba Moi ilikuwa news zote zinaanza na mtukufu Rais Daniel Toroitich arap Moi. Kwa hivyo rais huyu alikuwa ametukuka, kwa sababu mtukufu ni mtu asiye na dosari. Mtukufu, mtu aliyetukuka, utukufu ule wa karibu na Mwenyezi Mungu. Yote 9. Akatoka yeye, akaja Rais Mwai Kibaki. Economy ikastawi na kuimarika sana. Wakati tulipokuwa na mushkil wakati wa 2007, 2008, tukawa na serikali ya nusu mkate. Raila Odinga akawa waziri mkuu na tukaendelea. Lakini wakati ule wa nyuma wa serikali ya Moi kulikuwa na slogan ilisemwa na marehemu naitwa Sharif Nasri. Alisema Moi ataendelea mpaka 2020. Naye alikuwa amemchagua Uhuru Kenyatta pambane na Mwai Kibaki, akakosa. Lakini Uhuru Muigai Kenyatta bado alikuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, ambao bado ni ule usemi wa Sharif Nasri ulikuwa unatimia, kwa sababu Uhuru alikuwa ni project ya Moi. Baada ya Uhuru kumaliza na akaenda shughuli zake, tukapata Dr. William Samoei Ruto. Hapa ndo tukaletewa mambo ya SHA, mambo ya kuongezewa NSSF, National Social Security Fund, ili uweze kuenda na kitu kizuri. Tukaletewa miradi ya low cost housing levy, ambayo ni robbery without violence. Unapende ukatwe pesa ujengewe nyumba, usipende ukatwe pesa ujengewe nyumba. Nitazama tu katika jambo hili la SHA, kwa sababu kama NHIF ilikuwa iko na dosari na kasoro, basi nafikiri ilikuwa ni tuirekebishe, na kama ni pesa zinaibwa, zinaporwa, tuweze kuziba zile nyufa. Na tukiziba nyufa hatutaweza kujenga ukuta, tutakuwa tumesuluhisha. Lakini sisi tukasema wacha tuvunje nyumba yote. Sasa utavunja nyumba yote, na ni mahali tu padogo ambapo mabati makuukuu yameoza, ndio mvua ikinyesha maji yanavuja ndani ya nyumba. Si basi tungebomoa tu yale mabati 2 matatu, tuzibe, tuweke mabati mapya, au tuvunje paa na tutoe mabati, kwa sababu mabati yanaoza haraka haraka, tuweze kuweka vigae ama asbestos, ndio tuweze kuwa na longevity ya span ya hili paa letu. Lakini hapa ikasemekana hapana, lazima tulete engineer bomoe nyumba yote na jenge nyumba bora zaidi. Yote 9. 10, mjinga akierevuka mwerevu wako mashakani.
Bob Marley siku moja alisema, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the times. When they see the light, they are going to stand up and fight for their rights. Hayo machache, Mungu ayabariki. Like and subscribe for more stories. Asanteni na Mungu awabariki.